Hesabu mstari wa 32 unasema hivi: tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, yes, wenye huruma, mkasamehane kama Mungu katika Kristo alivyowasameha nyinyi. Kweni wenye huruma. Hauwezi kuwa na huruma kama wewe haujakataa roho ya uchungu, haujakubali Roho Mtakatifu akaingie ndani, akakae ndani, akakae kwa nafasi yenye uchungu inakaa, kwa nafasi yenye roho ya kutosamehe inakaa. Kwenye nafasi hiyo Roho Mtakatifu akakae kwa hiyo nafasi, akakae kwa hiyo nafasi. Nataka kila mmoja ukaambia Roho Mtakatifu, kaa penye uchungu ulikuwa unakaa, kaa kwenye vinonda vilikuwa vinakaa, kaa kwenye msamaha unahitajika, ili mkasameane nyinyi kwa nyinyi, kwa sababu wewe ukibeba mtu, ni wewe umebeba mzigo mzito. Usiposamea umekaa kama ule kijana chokolati mwenye amebeba mizigo mizito, na kuangalia ndani amebeba matakataka tu, amebeba magunia tu, amebeba vitu vimeoza tu. Mtu mwenye asamehei anakaa kama huyo mtu wa street mwenye amebeba gunia haina vitu vya faida. Mizigo zenye umebeba za kutosamea ni mizigo zenye hazina faida, zinaleta harufu mbaya, zinaleta magonjwa na maradhi, zinaleta ugonjwa wa kufisha. Watu wameangamia kwa sababu ya kutosamea. Wengine wamekatana mapanga kwa sababu ya roho hiyo. Wengine wameacha maboma zao kwa sababu ya roho hiyo. Wengine wamevunja nyumba zao kwa sababu ya roho hiyo. Wengine wametembea mkuu wakatoroka kwa sababu ya roho hiyo. Wengine wako gerezani kwa sababu ya roho hiyo. Tunakataa roho ya uchungu. Mimi ninakataa. Sijui wewe unafanya. Sitaki kukosa vitu kwa ajili ya kitu chenye naweza fanya bila malipo. Kusamea hauhitaji kulipa, kuachilia uchungu hauhitaji kulipa, kwa sababu faida ni yako. Unaposamea Mungu anakurejeshea afya. Unaposamea Mungu anakurejeshea venye vilikuwa vimepotea. Unaposamea Mungu anakurejeshea amani. Unaposamea Mungu anakurejeshea sura nzuri. Watu wenye hawasamehi wamebeba machungu, wanazeeka wakiwa miaka 20, wanaonekana kama miaka 50, wanakaa wazee kwa sababu hii pepo ya kutosamea na uchungu. Kukaa na uchungu umefanya majirani wamekatana, umefanya watu wengi wamechukiana, umefanya wachungaji wamekatana, umefanya wachungaji wamepasua makanisa, umefanya wachungaji wamepora wananchi, umefanya wachungaji wamepora washirika kwa sababu ya roho ya kutosamea na uchungu ndani mwao. Kanisa limebadilishwa na masengenyo, kanisa limebadilishwa na mambo mengi, kanisa limebadilishwa na biashara kwa sababu ya hii roho ya kutosamea na uchungu. Ninatangaza habari hii siku ya leo ili watu wa Victory Center waamini, mukakombolewe na Yesu. Hatutaacha kukuambia ukweli. Hili ni maandiko ya Bwana, wacha yakatembee ndani ya moyo wako. Vijana, tuachilie mambo mazito kwa Yesu akatusaidie. Biblia inasema siku ya leo, njooni wote waliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Chukueni nira yangu, kwa sababu ni nyepesi. Nira ya Yesu ni nyepesi, zetu ni mzito sana. Ukianza kubeba njaa ni mzito sana. Ukianza kubeba umasikini ni mzito sana, lakini Yesu anafanya mambo yote mepesi. Amen.